siku ya Alhamisi katika hili juma la masomo ya familia. Asanteni waimbaji kwa wimbo huo wa zamani kidogo, lakini ambao bado ni mtamu vile vile kama ulivyokuwa unaimbika zamani. Haleluya. Nashukuru kwamba pamoja na uchache wenu lakini mmeutendea haki, na huo ni miongoni mwa zile nyimbo ninazozikumbuka na kuzipenda sana kutoka kwaya ya Mwenge. Basi tunaendelea pale ambapo tumeishia jana. Tulikuwa tukiangalia ustahimilivu katika ndoa, na tukaona mambo kadha wa kadha ambayo ni ya msingi sana kuyazingatia. Na leo tunapiga hatua kidogo kwenda mbele kuangalia ustahimilivu wa familia. Ustahimilivu wa familia ambao mwandishi ameufananisha na kunolewa kwa moto. Haleluya. Moto sio kitu kizuri. Hata hili somo linaloendelea sasa katika mwongozo wa kujifunza Biblia la karibuni si somo ambalo watu wengi wanalipenda sana. Kwa sababu kupitia somo hili tumekuja kugundua ya kwamba shida zinawapata wote, wema na wabaya. Tofauti watu walikuwa wanachukulia kwamba labda ni watu wabaya tu kwa sababu wao wanatenda dhambi, kwa hiyo lazima wakutane na changamoto za matatizo, maana ni kama dhambi ndio inaozalisha shida. Ni kweli, wala hiyo haijabadilika. Lakini ukweli mwingine ambao tumeenda kujifunza ni kwamba Mungu anaweza akaruhusu shida ziwatokee watu wema, kama ilivyokuwa kwa Ayubu, kama ilivyokuwa kwa Yesu mwenyewe. Maisha yake yote yalijaa shida. Nadhani katika binadamu walioishi duniani hakuna aliyekuwa na shida kubwa kama yeye. Tusome Biblia kidogo ili kuthibitisha hilo wakati tunapojiandaa kuingia katika hili somo linalozungumzia ustahimilivu wakati tunaponolewa kwa moto. Katika Petro wa kwanza amezungumza kitu fulani juu ya maisha ya Yesu alivyokuwa na majaribu mengi. Petro wa kwanza 2 fungu la 21 hadi 23. Biblia inasema hivi: kwa sababu ndio mlioitiwa. Tumeitiwa nini? Hiki anachokwenda kukizungumzia. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala hila haikuonekana kinywani mwake. Kwa hiyo mtu kama huyo ungetarajia kwamba asingekuwa na shida za namna yoyote, wala mateso, wala maumivu. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumuye kwa haki. Kumbe naye aliteswa wakati ambapo hakutenda dhambi. Kwa hiyo shida zinawatokea watu wote. Kama ulianza kukata tamaa na kuhisi kwamba shida ulizonazo zinatokana na dhambi nyingi ulizonazo ambao Mungu ameshindwa kuzisamehe, achana na hayo mawazo. Hizo shida wala hazina uhusiano wote na wingi wa dhambi ulizonazo. Inawezekana kabisa ya kwamba wewe ni mtu mwema, na kama una dhambi ulishaziungama, na Mungu ni mwaminifu, alishakusamehe kitambo, na kwenye vitabu vyake inasomeka kana kwamba hujawahi kutenda dhambi yoyote ile. Lakini bado hiyo haizuii wewe usiugue. Unaugua kabisa. Kuna mtu anaitwa Andrews, huyu ni misionari wa Waadventista wa Sabato ambaye jina hilo ndio lilipewa kile chuo kikuu cha Andrews cha Marekani kama kumbukumbu yake. Huyu ndugu alipokuwa amefiwa na mke wake, mkutano wa General Conference ulimtuma miaka 2 baada ya kufiwa na mke wake aende akafungue kazi huko Ulaya.
alienda Ulaya akiwa na watoto wake wawili mabinti wadogo tu, lakini alienda. Akiwa kule, binti yake mmoja aliugua na ikabidi arudi Marekani. Akatibiwa katika hospitali nzuri sana pale Marekani ya Battle Creek, lakini bado yule mtoto alikufa. Na baada ya kukaa kidogo ili kukusanya nguvu, akapata tena nguvu, akarudi tena kule alikuwa anafanya umishonari. Baadaye naye pia akapata ugonjwa wa kifua kikuu, akarudishwa kuja kutibiwa, lakini alikufa tu na miaka kama 54 hivi. Kwa hiyo hebu angalia wewe unapojaribu kutoa udhuru kwa maisha ya shida unayopitia, hata umefika hatua unasema siwezi kwenda kanisani, au siwezi kuchangia chochote, au nimeacha kutoa zaka kitambo sana. Wewe umefikia shida za huyo Andrews, hujafikia. Kwa hiyo shida zisikufarakanishe na Mungu. Haleluya. Shida zipo tu. Nasema haya kwa sababu nilikutana na rafiki yangu mmoja, akawa ananisimulia juu ya rafiki yetu, kijana mwenzetu wa miaka hiyo, of course sasa hivi umri umeenda. Akasema yule bwana nilikutana naye anatia huruma sana yule rafiki yetu. Kivipi? Anasema yule bwana amekuwa mlevi wa pombe sana, ulevi ambao unaweza kufika barabarani pale anakata mauno na watoto wanamzunguka hapo, wanacheka na yeye anacheka vile vile, yani kama vile akili zimekreki hivi. Sasa alipomuuliza kwa nini bwana imekuwa hivyo, akasema nimeamua maamuzi haya kwa akili yangu timamu kabisa, kwa sababu nimegundua Mungu ana upendeleo. Si wote tulikuwa tumeanza maisha kama vijana, wewe ulikuwa choka mbaya kama mimi, lakini leo wewe una hali nzuri. Na rafiki yangu kweli ana hali nzuri, ana kiwanda chake kikubwa kabisa, ana nyumba na magari. Nasema sio wewe tu, nimegundua na fulani, anataja watu. Au Mungu amechagua kuwapa maisha mazuri. Mimi ameamua kunipa haya maisha. Kwa hiyo sasa hii safari niendeleeni tu. Mkikutana naye mwambieni bwana hicho alichonifanya kwa kweli nimemind sana. ila Mungu ana kesi nyingi. Hivi kesi ya huyu mtu Mungu atafanyaje? Bwana, hayo ndio yanayotokea hapa duniani, na ndio maana hivi vipindi vimewekwa ili tupeane moyo. Haleluya wapendwa. Kwenye hii safari tusipotiana moyo, kweli kuna baadhi ya wengine wataishia njiani na maneno mengi ya kujifariji, lakini sio kweli. Sio kweli hata kidogo. Sio kweli, kwa sababu Ayubu naye atasemaje sasa? Umeshafikia shida za Ayubu kweli? Kwa hiyo ni swala tu la kutambua ya kwamba shida zipo, lakini wala hazimaanishi kwamba Mungu ametuacha. Mungu ni rafiki yetu sana, ndio maana alimtuma Yesu akaja hapa kutufia. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:6-7 tunasoma maneno yafuatayo: mnafurahi sana wakati huo, ijapo kwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Katika mambo ambayo ni kama siri, ni kile Mungu alichokipanga kwa wanadamu na kwa dunia hii. Dunia hii ndogo ya mwisho, inasemekana hata katika kuumbwa na sisi binadamu ambao pia inasemekana ni kama wa mwisho kwa sababu kubwa kwetu ndio kulizua zogo kati ya shetani na Mungu, kwa sababu shetani alilalamika kwamba kwa nini yeye hakualikwa au hata kushirikishwa kwamba kuna kiumbe anaumbwa hapa duniani anaitwa mwanadamu. Na nafikiri ile kauli ya Mungu ya kwamba tumfanye kwa sura yetu ndio iliyomkera zaidi shetani, kwa sababu wao hawajaumbwa kwa sura ya Mungu.
na hiyo ilikuwa inaonyesha dalili kabisa kama wameumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu, Mungu ana mpango wa kuwapa nafasi fulani kubwa hawa viumbe. Na ndivyo inavyokwenda kutokea, kwamba katika viumbe wote Mungu aliowaumba amewachagua wanadamu wataishi ikulu kwa muda wa miaka 1000 ili kupokea semina elekezi ya uongozi. Na katika kipindi hicho pia kutapitishwa maamuzi ya ajenda ambazo sasa hivi zinatengenezwa kule mbinguni na ule utatu. Na moja ya maamuzi hayo ni moja ya ajenda kubwa itakuwa ajenda ya nidhamu, ambayo tunasubiriwa sisi kama mashauri ya kanisa kwenda kuidhinisha adhabu atakayopewa Shetani na malaika zake na vibaraka wake hapa duniani. Hiyo itafanyika ndani ya miaka 1000. Hakuna viumbe wanaoweza kumhukumu Shetani. Yaani Shetani pamoja na uwezo wote huo alionao, haruhusiwi kutuhukumu sisi, kuingia kwenye mashauri ya kanisa kupitisha hukumu yetu sisi, kwa sababu sisi ni bosi wake. Ila sisi tutafanya hilo, na baadaye Mungu atakuja kuweka makao yake hapa duniani, kwenye dunia iliyotenda dhambi. Ndio atakuwa makao makuu kabisa ya Mungu. Huu mpango wa Tanzania kuhamisha makao makuu kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma wameiga kwenye Biblia, kwa sababu kwenye Biblia ndio Mungu atahamisha kabisa, yaani mbingu haitakuwepo, mbingu yote inahama yote nzima. So kama hii ya Tanzania wengine wanahama lakini familia iko Dar es Salaam, hamna. Hiyo bado haijafikia kwa Biblia. Sasa swali moja la kushangaza, hii dunia na hao viumbe wanaohangaikiwa wakamsaidie Mungu kufanya utawala ni wale waliotenda dhambi kwanza, lakini wanaopitia katika shida kubwa sana ambazo viumbe wengine wote hawajawahi kupitia. Kuna uhusiano gani kati ya shida unazopitia na nafasi Mungu aliyokuandalia? Hilo swali niliwahi kumuuliza mchungaji mmoja mzoefu, kwamba inakuwa vipi Daudi aliyekuwa ametawazwa kuwa mfalme, ilimchukua miaka mingi sana kuingia ikulu, na katika hicho kipindi alikuwa akisakwa sana na Sauli, ambaye Mungu alitamka mapema kwamba ameshamkataa. Na hata mara moja Daudi alikuwa anaitwa ikulu kwa huduma maalumu ya kupiga mziki, kwa sababu mzee kashapandisha mapepo. Kwa inabidi apige zeze ili mapepo yashuke. Na alifanya hiyo kazi kwa uaminifu, lakini bado mfalme akataka kumua hata katika hiyo kazi. Na baadaye unamkuta Daudi mpaka anaigiza kuwa kichaa. Daudi mara anajiunga na adui zake, baadaye anaingia ikulu. Akaniambia hivi, wale ambao Mungu anawaandaa kwa nafasi ya juu, anawapitisha katika moto mkali sana ili wakiingia ikulu wawe na huruma. Haleluya. Kwa hiyo kuna baadhi yenu hapa huenda hata hamtashika nafasi ya yoyote kubwa kanisani hapa, lakini kule mbinguni tutakuta mna nafasi moja kubwa sana. Na ndicho Yesu alichosema pia, kwamba baada ya kupewa taarifa kwamba yule pasta wako aliyokubatiza yule ambaye alituma watu ujumbe kwamba anauzia gerezani kesha uawa, kakatwa kichwa. Na Yohana Mbatizaji alipokuwa anazikwa, alizikwa bila kichwa. Mama White ameandika hivyo, mwili ulienda kuzikwa tu bila kichwa, sijui kichwa kilipotelea wapi. Lakini comment ya Yesu akasema, katika waliozaliwa na wanawake hakuna mkuu kama nani? Yohana Mbatizaji. Yeye ameshaona nafasi ya Yohana. Na ndio siku hizi watu wanasema, mtu akifanya vizuri anasema, wewe fulani na kiti chako itakuwa nafasi ya mbele sana. Mimi kusikia msemo kama huo. Kwa hiyo ukimwona mtu anapata shida, mwambie pia msemo kama huo. Nafikiri wewe kiti chako kitakuwa cha mbele sana, ili apate faraja. Na utakuwa hujamdanganya, umemwambia ukweli. Haleluya. Haleluya jamani. Hivi lakini kama unapata shida sasa hivi afu naambiwa kuna kiti cha mbele na leo hujakula au umelala njaa, inasaidia Esau alisema, pote ambali wewe uzaliwa wa kwanza, mimi nipe dengu bwana, hiyo mambo mengine yatajisumbukia kesho, si ndio? Ndio tunapopoteza nafasi ya uzima hivyo. Lakini Mungu kimsingi kuna kitu fulani anakitafuta.
Haiwezekani Mungu awache wengine wote akupatie wewe jaribu zito ambalo watu wengine hawana. Basi wewe ni mtu special. Lakini hata kwa wale ambao hamjapata majaribu mazito, pia na nyie furahini, kwa sababu ina maana mnaenda mbinguni kwa kuteleza kabisa hivi. Lakini msije mkashangaa kule kazi yenu itakuwa ni ya kudeki vyoo kule nani. Lakini vyoo ya mbinguni wala havina shida, unaweza ukakaa ukalala huko. Havina harufu kama vya huko. Yeah. Kwa hiyo huu ni mgawanyo uko hivyo. Katika kitabu cha Wafilipi 4 fungu la 13 Biblia inasema, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya. Yaani swala la msingi ni kwamba yuko Mungu nyuma yetu, ambaye hayo majaribu anapokuwa ameyaruhusu kesha tupima kwamba tuna uwezo. Mungu hawezi kumbebesha mtu mzigo mzito kuliko uwezo wake wa kubeba. Hawezi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo ulitambue vizuri. Ulitambue hilo vizuri. Kukosa ajira, vifo, talaka, uhalifu, vita na vurugu kwenye familia na kwenye jamii ni matokeo ya dhambi ambayo husababisha maumivu kwa wanadamu na madhara pia kwa watoto. Na hayo Mungu huyaruhusu yatokee. Japo shetani hasa kwa kweli ndiye mchocheaji wa hayo mambo. Kwa sababu anataka watoto sisi wanadamu tukiumia, anajua katika sisi kuumia na kulia na kunungunika anamuumiza Mungu. Kwa sababu yeye bifu yake yuko na Mungu. Na kwa sababu alishamshindwa pale msalabani, kwa hiyo anajua kitu donoa hivi tunavolia vile. Na kule Mungu anakosa amani. Kwa hiyo anapata raha. Lakini Mungu huyabadili matukio hayo kuwa chanzo cha kunoa tabia njema kwa watu wake. Imani yetu katika kipindi hicho cha kupitia mapambano hutakaswa na kunolewa, na hiyo inatokana na ule ufahamu ya kwamba Mungu ana upendo na kwamba Mungu ametupatia uhuru wa kuchagua. Kuna mambo mawili. Mungu ametupa uhuru. Hilo nayo ni dalili ya upendo. Kwamba unaweza kuchagua unapotaka, kunywa pombe, kufanya nini, ghasia zote fanya tu. Lakini huwezi kubadilisha matokeo. Matokeo yatakujia, na wengine wamepata shida kwa sababu ya chaguzi mbaya. Hiyo ipo. Lakini pia wakati mwingine unaweza kuwa umeenda vizuri tu katika uchaguzi wako na Mungu akaruhusu kapate shida, kwa sababu kuna kitu fulani Mungu anakusudia kukinoa ndani yako wewe. Ni kama vile Yesu alivyokuja kuzaliwa hapa duniani. Yesu angezaliwa leo, unadhani angezaliwa mitaa kama ipi hapa Dar es Salaam? Mitaa kama ya Sinza, sijui vizuri, mitaa mibaya, labda ya Manzese, unaona? Kwa sababu wakati Yesu watu waliposema kwamba Masihi amezaliwa na anaishi Nazareti, watu waliuliza jambo jipya laweza kutoka wapi? Nazareti. Yaani kule Nazareti ungetembelea ungekuta kuna viatu vinaning'inia kwenye nyaya. Hivi ukikuta viatu vinaning'inia kwenye nyaya ni kuonyesha kuna nini hapo. Na kama unajua umejuaje? Wewe itabidi tukuite kwenye baraza na nani. Yeah. Kule ambako mvua zikinyesha vyoo vinapakuliwa, ndiko Yesu alikozaliwa. Kule ambako kuna wapika gongo maarufu wasiokamatwa na polisi, kwa sababu mapolisi wenyewe ni wateja wao. Sasa nikakamatwa, lakini sizungumzii hapa. Mimi nazungumzia Nazareti. Mbona nawakimbia dakika tu? Mimi niko Nazareti. Palikuwa hivyo. Na ndipo ambapo Mungu alichagua Masihi ambaye hatatenda dhambi azaliwe na aishi. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajua misemo yote, vijiwe vyote vya Nazareti anavijua, wavuta bangi wote, na ndio maana alipokuwa akiwahubiria akamwambia, leo Mungu amenituma kuwafungulia watu wafunguliwe kutoka magerezani. Wakasema huyu jamaa asituletee. Wakataka kumtosa nje, bahati tu yeye akateleza. Lakini kitu chema kilitoka Nazareti.
Haleluya. Unapokuwa huko vijijini, unapotembelea kwenda mikutano ya makambi moja nilishambuliwa sana. Watu wananiambia, wewe ni mchungaji wa Dar es Salaam, nyie wachungaji wa Dar es Salaam ndio mnaharibu kanisa, sababu washiriki wenu wako Dar es Salaam huko wana namna ambayo sisi wakija huko hatutawakubali kabisa. Wanavaa vibaya nini na nini, maelezo akawa mengi tu, wengine yana ukweli, lakini pia wao kiwaangalia nao wamejiachia sana, wamepauka, wala hiyo hawaoni kama hiyo haijakaa vizuri. Kasema hapa duniani mbona tunaoneana sana. Sasa ndio nikawaambia, haya sawa, hao watu wana hayo mambo na tuzidi kuombeana, hata na nyinyi pia mna ya kwenu hapa hayajakaa vizuri, kwa sababu ndio hivyo makambi, watu walikuwa wanasonga hapo dona zao hapo nini na nini, yaani katika hali fulani ya kichini sana. Nikamwambia, mnajua wenzenu kule makambi goli wanaopewa ni shilingi ngapi? Nikawatajia, wakashangaa. Mnajua kule makambi watu wanakula buffet, yani chakula ambacho unakula kwenye harusi ndio wanakula kwenye makambi. Wakashangaa. Anafanyia hivyo, sema Sasa katika hapo nafikiri Mungu anawapenda wepi hapo. Hata na wenyewe wakashinda kujibu hapo. Wanajenga makanisa makubwa ya hela nyingi. Yaani kanisa moja huku kwenu mngejengewa kila kijiji yani. Kama ni vikanisa hivi mlivyonavyo. Kwa hiyo na wao kiasi fulani wakaanza kufunguka kwamba kumbe waishio mjini wanaweza kwenda mbinguni, kwa sababu walishafuta hiyo. Yaani hisia zao ni kwamba sisi wote ni kama wale wanaoona kwenye michezo ya kuigiza kwamba ndio tunafanana nao kila kitu. Hapana. Kuishi mjini sio sababu. Unaweza kuishi mjini ukawa mzuri. Haleluya wapendwa. Moja ya vitu tunajiuliza sana, wale watumwa waliokwenda Babeli, walichukuliwa baadhi vijana wakiwemo akina Danieli, wakaingizwa kwenye chuo wakiandaliwa kwa nafasi fulani za kumsaidia mfalme. Walipata upendeleo mkubwa sana, lakini mfalme akafanya jambo moja la ziada, kuwabadilisha majina yao na akawapa majina ya miungu ya Kaldayo. Lakini ilipopigwa mbiu kwamba watu wasujudu sanamu, Danieli 3:18 inasema wale vijana waliobadilishwa majina wale wakasema hivi, bali kama si hivyo ujue mfalme ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Hawa waliokataa kuabudu sanamu ni wale kwanza wamefanyiwa upendeleo na mfalme. Wangeweza kusema kwamba sasa tusimwangushe bosi wetu, mdhamini wetu, hebu tumfurahishe kidogo hata kama haitoki moyoni. Hawakufanya hivyo. Lakini pia hawa ndio wale walibadilishwa majina ili waachane kabisa na fikra ya Kiyahudi. Yaani wao kwa majina ya miungu ya Kaldayo, wao walitakiwa wawe wapagani zaidi kuliko ndugu zao waliobaki na majina ya Kiyahudi. Lakini ndio hao waliweza kusimama imara. Jina sio sababu. Unaweza kupewa jina kabisa la mtu mlevi. Unaweza kuzaliwa na baba mlevi kabisa, na bado ukawa mtu tofauti. Na ndio ilitokea pale Babeli, ya kwamba wale vijana waliosimama imara ndio wale waliobadilishwa majina. Kuna wakati kulikuwa na issue hiyo ya kusema kwamba hii kanisa imesajiliwa kama association. Si ile takataka ilishia wapi ile. Yaani kuna wakati ileta shida kubwa sana. Sasa akasema haiwezekani sisi tusajiliwe kama association. Unatakaje? Sema waondoe neno association. Kwani ikiwepo inakufanyaje? Sema ndio nikampa mtu huo mfano. Wale waliobadilishwa majina, yale majina wewe unaona yalikaa vizuri, yale majina yakuwa mazuri. Unaonaje? Walitenda dhambi kama wale ambao hawajabadilishwa majina au walisimama? Akasema walisimama. Kwa hiyo jina sio sababu. Hata mimi ukiniita shetani, kwani mimi nakuwa shetani? Kwamba nimemkomesha wewe, atakuwa anaitwa shetani kuanzia leo. Mtaniita tu, lakini mimi sio shetani. Kwa hiyo Mungu
anaweza kuruhusu jambo fulani litokee kama hilo. Katika somo hili tumepewa tafiti moja iliyofanyika kwenye eneo lililokuwa na hizo changamoto, yaani eneo fulani la uswahilini sana, ambapo kuna wauza gongo na hivi yale maeneo kama kule Nairobi, ni kama mji gani ule maarufu sana ule, huko ndiko kuna aina zote za vibaka unaowafahamu wewe. Sasa walichukua sample ya watoto 700 wakawafuatilia wale watoto 700 maisha yao yatakavyokuwa baadaye. Kumbuka kwamba hao ni watoto wameishi katika mazingira ambayo baba na mama wanapigana, mama anauza gongo, yani kila siku yuko na walevi hapo mpaka usiku, na yeye mwenyewe anawasaidia wale walevi. Hapo jirani kuna watoto wanajiuza hapo, wamejazwa nyumba mzima, watu wanakuja kutembelea, wanaona. Wanasema jambo la ajabu ni kwamba katika hao 2/3 walikuwa na hiyo tabia, lakini 1/3 ya hao watoto 700 walikuwa hawana hizo tabia kabisa mpaka walipokuwa watu wazima. Ikashangaza sana kwamba hii imetokeaje. Sasa ndio wakagundua kwamba si watu wote wanaathirika na mazingira. Haleluya! So watu wote wanaathirika na mazingira. Na hiyo sample ukichukua kwa hapa duniani, kuna watu wataonekana wafai kwenda mbinguni, ila wanastahili kwenda motoni kwa sababu wameathiriwa sana na tabia za hapa duniani. Lakini usije ukakuta 1/3 wakaonekana wanafaa kwenda mbinguni, maana hawajaathirika na tabia za duniani. Na kule mbinguni, malaika walioondoka kule mbinguni, kwa mujibu wa Mama White, waliacha pengo ambalo linatakiwa likazibwe na wanadamu, na anasema ile namba itakapofikia tu mlango wa rehema utafungwa, kwa sababu wale waliopoteza nafasi, hiyo nafasi sasa itazibwa na sisi tutakuwa katika renki ya malaika, tutakuwa renki ya kupigiwa saluti na malaika, yaani vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna kazoezi fulani kana kuendelea hapa duniani, usichoke, kana makusudi maalumu, ili wapatikane watu ambao hata kama waliathirika, lakini kwa kumwamini Yesu basi wanaachana na dhambi. Na ndio maana ni vizuri kufanya maamuzi. Unapokuwa umeacha au umeondoka huko duniani, unaondoka mzima, sio tena siku na hiyo wanakuona watu unasema nilete hiyo kitimoto huku nyuma huko, unajificha nini? Yaani unarudi kule tena, wewe ulishapona bwana, mambo ya kitimoto tena. Yaani inatakiwa hicho huo ukuaji uwe endelevu. Ukishakuwa umevuka level fulani, unamshukuru Mungu kwamba hiyo level mimi hainisumbui tena, mimi nasitaka kwa level zingine za mbele huko, kwa sababu ndio maana ya ukuaji. Na wala sio ujanja kurudi nyuma na kujificha na kujaribu kudonoa dhambi hivi na hivi watu wasikuone. Kwani inakusaidia nini? Hata watu wasipokuona, ni wewe mwenyewe unapoteza nafasi yako. Sababu lastly Mungu ataona huyu jamaa yuko serious na wokovu, atafuta mtu mwingine anaziba hiyo nafasi, kama ambavyo sisi tunaenda kuziba nafasi ya malaika. Itakuwa ni jambo la huzuni sana kwetu sisi. Mtazamo chanya. Imani ya Kristo imejaa. Kabla ya mtazamo chanya, ngoja niangalie kitu kingine hapa. Matukio kama haya wakati mwingine yamesaidia kutufanya tutambue uchafu tuliokuwa nao katika maeneo fulani, na kutufanya tukue kutoka hali tuliyokuwa nayo mwanzo na kuwa kiumbe kipya. Huyu mwandishi anasema matatizo yanapotokea sio kwamba analeta tu ubaya. Kuna baadhi ya matatizo yanatusaidia kujitambua, kumbe nilikuwa nimekaa vibaya. Baba mmoja anatoa ushuhuda, kwa mfano, anasema alipofiwa na mtoto wake wa kwanza, alikuja kugundua kwamba uzembe wake umechangia huyo mtoto kufariki. Na kwa hiyo kuanzia pale akawa makini sana katika malezi ya watoto. Watoto wake 6 wote aliwalea vizuri kama matokeo ya uzembe uliosababisha kifo cha mtoto wake wa kwanza. Kwa hiyo hapo mambo yanatokea katika maisha, hata mtu anafukuzwa kazi nzuri kabisa, na ni sababu tu labda ni ulevi na nini, mwisho unasota, baadaye unapata kazi, unakuwa makini kweli.
Yaani uzoefu unaonyesha kwamba shida ni mwalimu mzuri. Shida ni mwalimu mzuri. Kwa hiyo sio shida zote Mungu anazileta kwa lengo mbaya, zingine anataka kusaidia tu ujiadjust, ukae vizuri. Maana ukiangalia nyuma na gundua pale nilifanya makosa makubwa sana. Alafu kujiamini na ustahimilivu hupatikana kupitia maisha ya kuchanganyika na watu. Mahusiano yetu na Mungu, mahusiano yetu na wazazi, mahusiano yetu na ndugu, marafiki, walimu, wachungaji, walezi. Hayo yote yanachangia kwa namna fulani kutufanya vile tulivyo. Mara nyingi watu wamedhani ya kwamba ukikaa peke yako basi unakuwa umekimbia changamoto. Lakini ukweli sio hivyo. Huwezi kujipima wewe ulivyo kama umekaa tu peke yako. Ndio maana mabachela tunawahimiza oweni, ndio utakapojua tabia yako vizuri kabisa wewe. Na hilo limethibitishwa ya kwamba unapoishi na binadamu lazima mtakwaruzana. Hapo ndipo unajifunza sasa kuishi, unajifunza kusamehe, unajifunza kuvumilia, unajifunza nini? Unajifunza uwezo wako wa kustahimili mambo, unajifunza jinsi hasira yako iko nyepesi kiasi gani. Unaona? Maana huwezi kupima kupenda bila kuwa na watu wanaokuchukiza. Yaani hata ukimwomba Mungu niongezee upendo, Mungu atakuletea watu wakorofi ili sasa ujipime hapo kama upendo unao. Yaani ukiomba upendo muomba hatari. Watakuja watu wakatili, wanafanya vitu vya majirani, mambo mwenye nyumba nani. Kwa hiyo wala msijitenge tu, mtaa wa Kristo watubu. Tujenge hapa jamani, tujenge hapa. Mkifanya kosa kama hilo, sijui mmepata ploti wapi, mnagawana wa Sabato watupu hapo. Baada ya muda mtakuwa na kesi nyingi kuliko maelezo. Wajichanganye tu na hao ndugu, kwa sababu ndivyo ilivyo. Mara hao wanapigana hapo, nyumba ya pili wanapigana kila siku, yani mnachelewa kulala. Hiyo ndio maisha, yani hiyo ndio maisha halisi hayo. Haleluya. Hapo ndio unajipima kwamba ila wenzetu hawa wana kibarua hapa jirani hapa. Unaona? Siku amefiwa mnaenda mnawaona hivyo hivyo. Siku moja unaambia, lakini unaonaje kama mngeacha pombe? Singewasaidia nini na nini, unaona? Na wao wanasema bwana hilo ulilosema jirani hata sisi tumelifikiria. Unajua hapa duniani tunasaidiana. Hakuna aliyekamilika. Na anasema moja ya faida ya kuishi katika maisha ya kuchanganyika ni kwamba, na hasa maisha haya ya Kiafrika, sisi wa Tanzania tuna maisha ya Kiafrika zaidi pengine hata kuliko wa Kenya. Na Wamarekani na nchi za Ulaya wao ni wabinafsi sana. Hawajishughuli sana maisha mtu mwingine. Wao wanaangalia maisha yao tu. Sisi wengine wamehisi kwamba ndio maana hatujaendelea vya kutosha. Kwa sababu ya ule ubuntu, sijui ubuntu unasema la kwako ni langu. Yaani tunaliona hivi mtu mpata la kwake, hilo ni letu wote hilo. Likiwa zuri, likiwa baya tunashirikiana. Kwenye msiba tunashirikiana. Kwenye furaha tunashirikiana. Wazungu sasa sijui kama ni kweli. Kwenye msiba uendi tu mpaka uwe na kadi. Jamani, kadi kwenye msiba. Si watu wanajaa tu bwana. Na hata watoi chochote, ile kuwepo kwao tu pale, kitoa kande wanakula, wanaendelea kukuliwaza. Na hilo ni jambo zuri. Niliangalia jana, yani vituko haviishi katika jamii zetu. Jana niliona watoto wawili waliokuwa wamesafiri na basi kutoka Mbeya, walijificha kwenye chases pale chini pale. Wangapi wamesikia hiyo habari au kuiona? Okay, nyinyi hamfuatilii mambo yanayotokea duniani. Sasa wanasema kutoka Mbeya walipofika Msamvu, sasa sijui ilikuwaje mtu akawaona, akawa ameharibia misheni yao, maana walikuwa wanataka kuingia Dar es Salaam. Huyo mmoja alikimbia, mmoja akakamatwa, akawa na ujiwa, akasema mimi nienda Mbeya, niambia kuna shughuli ya kufanya kule, sijui kuchunga ng'ombe nini na nini. Sijui ilipofika kule story imebadilika, maisha yamekuwa magumu, nimeamua kurudi Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna mama yangu, baba alishafariki. Ukimwangalia huyo mtoto, hebu fikiria kule, sio kwenye buti, kule chini kwenye chases
alilala huko na mwenzie. Nikajiuliza, huyo mama alikuwa na changamoto gani mpaka mtoto amemwacha hivyo, na hana nauli? Sasa afanyeje kurudi Dar es Salaam kwa mama yake? Basi wakati anaojiwa hivyo, ameshika chupa ya maji, watu wakawa wanakuja wanampa 1000, wengine yani watu wanaguswa nampa 1000, wanampa nini, naona pale kabisa anapokea. Akasema huu moyo ni wa pekee sana, na moyo kama huu nimeona mara nyingi sana. Hata kwenye daladala mtu anasema nimepungukiwa na hela kidogo, makonda wengine anafoka, mtu anajitolea tu analipa. Yaani hiyo roho inapendekezwa kwamba tuiendeleze. Haleluya! Kwa sababu kwenye jamii hatuwezi kufanana na wale ambao wana bahati mbaya kama hizo. Yani sisi ambao tunapoliona tatizo tunaona kama hii tatizo ni kama la kwetu. Yani unajichukulia mfano kama wewe ungekuwa umekufa, alafu mwanao hana msaada wote, inabidi asafiri kwenye chases. Basi pale moja kwa moja unakuta tu mkono unakuwa mwepesi, unamsaidia. Na hiyo ndio faida ya kuishi kwenye jamii. Usijitenge, jichanganye na watu kwenye misiba. Unaenda unasalimia, wana shughuli unasalimia. Wakati mwingine dini zimetutenganisha sana na watu. Umealikwa na jirani yangu na imara hapa na ubarikio. Alikuja kwenye ndoa yako, unasema samahani, si ubarikio huaga hatuji ubarikio, labda kama itakuwepo harusi. Jibu zuri sana. Kwa upande wa kidini umepata 100 kwa 100, lakini kwenye upande wa mahusiano ni kama lina utata fulani hivi. Anakuchukuliaje yule jirani sasa? Basi kama huwezi kwenda, kasaidie kufanya mapishi pale, kwamba kama kuna mapishi yote niambie, nitakuja, nitafanya mchango wangu, au peleka mchango wako. Hivi tu kama hivyo. Kuna vitu unapofanya havimaanishi kwamba unaunga mkono dhambi. Ni sawa, ni kama vile kusaidia watu kufuturu, wale ndugu zetu ambao wao wana utaratibu wa kufunga, ukawapelekea futari. Jamani, kwani kuna dhambi umefanya hapo? Unajenga tu mahusiano. Kuna leo kwa mwenzangu, kesho kwangu, ndio maisha. Hayo mambo ya kwamba mwingine ataenda mbinguni, mwingine jehanamu, hiyo tumwachieni Mungu. Haleluya. Tukimwachie tu Mungu. Na kama wewe unajua kwamba unaenda mbinguni, sasa ina shida gani? Ina shida gani kumsaidia huyo mtu ambaye unahisi pia haendi wewe? Sababu mtu mmoja alikuwa ameolewa na mwanaume mlevi. Yule mwanaume walibishana na walevi wenzake huko kilabuni kwamba jamani, katika waliooa mwanamke mimi nimeoa kuliko nyie. Basi kila mmoja akasema wapi? Mke wangu jamani ni kiboko. Yaani yule pale mimi nilibahatisha. Na wote wake zao hawanywi pombe. Wakasema sasa turudini saa hizi. Wasema tusubiri kidogo ifike kwenye saa 7 saa 8 hivi. Alafu tunapitia kila mmoja nyumbani kwake, tukasikie mke wake atatoa majibu aina gani. Kwenda kwa yule wa kwanza, gonga pale, hodi asikuwa amejifanya mnyenyekevu sana. Hodi mama mke wangu baby. Mbwa wewe. Ndio jibu lilotoka huko ndani. Nani? Mbwa wewe, leo ndio umenijia saa 9 kabisa. Akawa bwana, tusiendelee kukaa hapa. Wewe ni mbwa, kwa hiyo umeshafeli. Twende kwa nyumba ya pili, nako anagongewa. Hivi wewe mume wangu una akili kweli wewe? Saizi ndio za kurudi nyumbani kwako. Wakaenda kwa yule watatu. Yule mama alikuwa hajalala bwana. Ngoja kwanza ameshakuja kufungua. Baba fulani, karibu. Umeniletea na wageni. Jamani wageni karibuni. Pole na safari. Jamani, ila kuna wanawake bwana hapa duniani. Ila wenyewe hawajaumbwa wengi, wako wachache. Akasema sasa hebu mfunge mlango mara moja, mko nje kuna baridi. Ingieni hapa ndani, nende nikawachemsheni maji kidogo ili mnawe msije mkanawa maji ya moto, niwapeni angalau chai kidogo. Sasa ila amemaliza kumnani chai, amerudi pale. Wageni wale hawapo. Kumbe huko nyuma wenyewe walikubaliana kwamba si rafiki yetu, wewe umeshinda bwana. Sasa bwana hatusubiri cha chai wala nini, sisi tunaondoka zetu. Alipoleta hayo maji anamwambia mama, hebu kaa chini.
hivi kwa nini wewe unanipenda kiasi hicho? Mimi nakufanyia vitu vyote, vituko vya kila aina, lakini wewe haka ndio unazidi kuwa mtu mwema kabisa. Nini hasa siri? Hebu niambie leo. Kabla mume wangu, nashukuru kwa hilo swali, nilikuwa nasubiri sana. Unajua mume wangu, nimekusihi sana uache mazoea ya pombe. Nimeona kila nikikukumbusha hilo jambo ugomvi unakuwa mkubwa sana hapa ndani. Siku hizi nimeacha, sikwambii tena. Sasa nimegundua kitu kimoja tu, kwamba wewe umeshachagua kwenda motoni, na kweli motoni utaenda. Sasa mimi nimeona kabla hujaenda motoni nikufanyia angalau raha ndogo ndogo za hapa duniani. Ufaidi angalau hapa duniani, yaani siwe huku tena tabu na kule tabu. Akasema kesho twende kanisani, nataka kubatizwa. Unaona? Unajua kumbadilisha mtu ndio dawa yake hiyo. Unamfanyia mambo mazuri tu anabadilika. Na ndio Mungu alivyotufanyia. Angekuja pale na piga mabomu huko, piga mabomu, mwoshi. Halafu anasubiri watu wako ndani ya mashimo kwenye, anasema, asema sasa nipige tena au mnaacha dhambi? Watu wangetoka wamenyosha mikono, baba basi dhambi tunaacha. Kumbe wasanii tu wameogopa mabomu. Mungu anajua kwa mwanadamu kumbadilisha kwa kumtisha wapi, hailipi sana. Ni kumbembeleza hivyo hivyo, kumonyesha wema. Kwa hiyo kule kuchanganyika na watu kunalipa sana. Walijaribu wamishonari, wale wakakaa kwenye misheni, mapadres na masista na nini, lakini tukasikia mambo yanayoendelea kusio mazuri kabisa. Wao walidhani kwa kukaa kule misheni hivyo wamejifungia kwenye kuta ndefu sana ndio wamezikimbia dhambi. Dhambi zinafuata huko kwenye vyumba. Tunaishinda dhambi humu tumeenda mara Kariakoo, mara wapi, mara nyumbani. Humu tunashinda dhambi. Haleluya. Tena unajua kwa watu wa mjini inawezekana mnakashinda dhambi zaidi kuliko vijijini. Kwa nini? Siku moja tulikuwa kijijini kwa tunaenda semina. Kwa ile semina ni viongozi tu tumealikwa kwenye ile semina. Kwenye ile basi tulikuwa tumeingia sisi, watu wamejaa kwenye viti. Kwa hiyo wengi tulikuwa tumesimama na baadhi tulipata viti vya nyuma. Sasa kulikuwa TV ya kwenye basi. Yaani ilikuwa ni kitu cha ajabu sana, watu hawajawahi kuona TV kutoka kule vijijini. Na ni muziki unachezwa pale kwenye TV. Nikawasikia kabisa wajumbe wenzangu wanasema, "Nyie mliosimama mnatuzuia jamani, hatuoni huku nyuma." Yaani wamejisahau wao ni viongozi wa dini. Wataka waone Bongo Mani anapocheza. Nikasema kumbe hawa ni wazambi, ila basi haijapatikana nafasi ya kuwajua vizuri. Sasa kwa mtu wa mjini hiyo level si ameshavuka. Yaani aone TV asione, anasoma zake mlesoni pale mpaka anafika. Kwa hiyo viwango tumetofautiana, wengine ushamba utakusababisha kwenda mbinguni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hakuna aliye mkamilifu. Ni swala tu la kumwomba Mungu atusaidie, atupatie neema yake tuweze kushinda haya majaribu. Na Mungu yuko tayari. Na mwisho atasema mtazamo chanya. Imani ya Kristo imejaa ujumbe wa matumaini. Ukosefu wa matumaini yanayopatikana katika maisha ya Kristo ndio yanawafanya baadhi ya watu kuchukua uamuzi wa kujiua au kujinyonga. Msimamo wa kutegemea kuwa mazuri zaidi yanakuja licha ya kuwa hautatui matatizo, unaweza kusaidia kuwa kwenye nafasi bora zaidi ya kutokata tamaa. Kristo unasaidia sana. Na moja ya tafiti nilizozifanya ambayo nimekwenda kukamilisha hivi karibuni, ilikuwa inazungumzia mada nilikuwa nimeichagua ni kuzuia kujinyonga kwa wanafunzi wa Adventista wanaosoma kwenye chuo fulani hivi, sitakitaja hapa, lakini cha hapa Tanzania. Ule utafiti umenifanya nimesoma vitabu vingi sana. Na moja sababu za kujinyonga, unajua kujinyonga kunatokea na sababu nyingi sana. Sababu moja wapo, mtu anatafuta sifa tu. Sifa tu inamfanya mtu anaweza kaamua kujinyonga. Japo hayo ni mazingira ya Japani zaidi ndio wana tabia kama hiyo.
Lakini kutaka kukomoa wanaobaki kunaweza kumfanya mtu akajinyonga ili awachie msala. Lakini kwa sehemu kubwa watu wanaojinyonga wamefikia mwisho, hawaoni mbele. Ni kama mtu anayesafiri kwenye tanuru, amini kwenye hiyo njia ya kwenye shimo, alafu unaangalia kwa mbele kule kuna kamwanga hivi kanatokezea. Ndivyo mtu anayefikiria kujinyonga anavyoona. Anaona ya kwamba kwenye haya maisha amejaribu sana kutafuta raha, imeshindikana. Na wengine wanatokana kwamba ana magonjwa ya kudumu ambaye hatapona, au kuna vitu tu fulani ambavyo vimemtokea, amejaribu, ameshindwa. Anaona tu kwamba nadhani nikifa ndipo nitaanza kuishi maisha ya raha sana, kwa sababu kwenye huko ng'ambo ya maisha hakuna ambaye amerudi kutoa taarifa. Lakini kwenye haya maisha haya nimesha prove kwamba hakuna jema lolote. Kwa hiyo mtu anaamua kujinyonga. Lakini utafiti unaonyesha kwamba wale wenye kujenga matumaini kwa Mungu, kwamba yuko Mungu na baada ya maisha haya kuna mbingu ambako tumeandaliwa mahali pa kuishi, katika changamoto kama hizo huwa bado kunabakia na kadirisha kanakomwambia hamna, pambana tu, mbona unakaribia kabisa ushindi, mbona karibu tunafika nyumbani. Kumbuka kwamba wewe Mungu amekuandalia mbingu, maisha ya milele kabisa ambayo tabu kama hizi hazitakuwepo. Kwa hiyo utafiti zikawa zinaonyesha kwenye jamii ya watu wanaomwamini Mungu, wanaoamini Biblia, viwango vya kujinyonga sio vikubwa sana kama jamii ya watu ambao hawamwamini Mungu na hawajui baada ya kufa kuna nini. Kwa hiyo haya maisha ya Ukristo yenyewe ni mtaji mkubwa sana ninapokuja kwenye masuala ya changamoto za maisha. Ni kweli leo sijakula, lakini unasema nadhani kesho Mungu atafanya kitu fulani nitakula. Hiyo hali ya kuwa na matumaini, hiyo ndio hali ya maisha yanayohitajika kwa mwanadamu, na inapatikana bure kabisa kwa kumwamini Mungu, kwa kuamini ahadi za Biblia na kwa kumwamini Yesu. Kwa hiyo Wakristo wana advantage kubwa sana ya kuwa watu wenye ustahimilivu, licha ya kwamba wote tunapitia kwenye shida za namna moja. Na kwa hiyo ningetoa wito kwa Wakristo ambao mwamini Kristo, msio miongoni mwa wale wanaolalamika sana. Sawa, tozo ipo, lakini wewe wa mwisho kuongelea tozo. Haleluya. Wewe sema tu sawa, tozo iwepo siwepo, lakini Yesu atatupitisha tu. Ajira ziwepo zisiwepo, na sio lazima ukiongee sana, kwa sababu kuongea kunasaidia nini? Wewe tu fikiria kwamba hapa cha kufanya, nitafute shughuli ya kufanya, labda nichome mahindi au nifanye hivi au nikauze mkaa, basi hivyo tu. Kimya kimya unaondoka hapa mjini, unapotea miezi yako mitatu, kisha rudi una hela zako. Wale wanaoendelea kuchonga wanaendelea kuchonga vile vile na hawajabadilisha chochote. Hiyo ndio tofauti ya watu wenye matumaini na watu ambao hawana matumaini. Kwa hiyo Mungu akusaidie kuwa na matumaini unapopitia changamoto za maisha, na kuamini ya kwamba hizo ni za muda tu, lakini Mungu ana mpango bora sana juu ya maisha yako. Na kwa hiyo usikate tamaa wala usifikirie kujinyonga. Mungu abariki somo hili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mwenyekiti, karibu kwa maswali au nyongeza na maombi. Barikiwa sana Pastor kwa somo hili zuri. Labda kwa dakika chache niulize kama kuna mtu ana swali pengine kwa somo hili la jioni ya leo, au moja ya somo ambalo ulienda ukarejea kati ambayo tumekuwa tukijifunza kwa juma hili zima. Kama kuna yote mwenye swali? Naona kuna mkono pale. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina swali ambalo linahusu ustahimilivu katika familia, ambapo tupo katika ulimwengu wa dakika za mwisho sana, na kumekuwa na matukio mengi ambayo yanaendelea katika familia zetu. Unaweza kuwa umetembelewa na huenda ni mjomba ama kaka au shangazi katika nyumba au katika familia yako, lakini yule mtu ambaye anakuja kutembelea unamjua tabia zake katika ukuaji wote, huenda ni
ni mtu mbaya kabisa, ni mvuta bangi, ana vitendo vichafu, unajua kabisa huyu mtu akiingia katika familia hii anaweza akaiharibu familia yangu, au akafanya tukio ambalo litajutia katika maisha au katika jamii, italeta picha mbaya. Tunawezaje kuwavumilia watu wa namna hiyo? Je, ni haki kuwaondoa katika kaya yako, au ni tuendelee kuwavumilia katika namna hiyo? Asante. Kuna swali jingine la mwisho? Haya, Pastor, kuna hilo swali. Pastor wa mtaani nitaomba aje hapa tusaidie kujibu hilo swali. Nimemwona yuko pale, lakini wakati anakuja, kimsingi ulinzi wa maisha yako ni jukumu lako. Hata ukienda kutoa taarifa polisi umeibiwa, watakuuliza huo mlango ulifunga? Ukisema sijafunga, wanasema sasa tutakusaidiaje bwana? Kwa hiyo una ndugu yako unajua ni mjambazi, alafu namwambia kalale na watoto chumba kimoja, sawa, umefanya ukarimu. Lakini kama ule ukarimu wa Lutu mnaufahamu? Anasema nitakutolea mabinti zangu, nitawatoleni mabinti zangu ili mwafanyeje? Kwanza muombe Mungu ili akuambie cha kufanya. Lakini ukweli tu utabaki pale pale. Swali la kwanza litakuwa je, pamoja na tabia yake hiyo anahitaji msaada? Litakuwa swali la kwanza. Kwa hiyo kama anahitaji msaada, nitamsaidia, lakini kwa mipaka ya mahusiano ambayo si dhambi, kwa sababu siwezi tu kumwachia wakati ninajua kabisa ya kwamba kuna shida. Sitaki kusema sana kwa sababu nina mifano hai ambayo nilitembelewa, ni ndugu yangu lakini najua ana shida, na nilikuwa na kaka yangu. Kwa hiyo tunakula, tukimaliza tukienda kazini tunafunga, anakaa nje. Tunajua kabisa atatoka na vitu, na kwa nini tumwachie atoke navyo? Kwa hiyo kanje tembea, tutarudi saa fulani. Kwa hiyo tukirudi, kwa hiyo saa tuko naye tunalinda, lakini saa tukitoka kifupi. Nafikiri imeeleweka. Mungu na atusaidie sana. Kwa hiyo hekima ni ya msingi. Hekima ni ya msingi. Unajua kile ambacho Lutu walipendekeza, wale watu walikuwa wametaka wale malaika walioingia pale watolewe nje, wawafanyie vibaya. Lutu anapendekeza kwamba hicho mnachokusudia kufanya kibaya hicho, nitawapeni mabinti zangu. Ukiangalia ni kama Lutu anaonyesha ukarimu, lakini ule ulikuwa ni ujinga. Na baadaye wale mabinti inawezekana unajua walikoishia wale mabinti, walifanya hicho kitu na babao. Sasa yeye mwenyewe aliwafundisha kwamba kumbe inawezekana kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo walinde watoto wako. Watoto wengi wamelawitiwa na wamekuja kugundulika baadaye wana hayo mazoea ushoga. Ilianzia na wageni waliokuja nyumbani kwako uliowaheshimu, ukawaambia waende mkae na watoto. Hivyo visa vipo kabisa. Na hiyo ya kuibiwa ndio usiseme kabisa. Watu ni wahezi. Kwa hiyo Mungu atusaidie kuwa na huruma, lakini yenye hekima ndani yake. Basi mwenyekiti, karibu kwa ajili ya session ya maombi sasa. Asante. Na mimi muuliza swali, kama umepata kidogo jibu nipungie. Amina, nabarikiwa sana. Na mimi niliweza kujibiwa na kupata nyongeza kwamba katika hayo yote pia hekima na kumwomba Mungu ili tupate mwongozo wa kutenda vyema. Usije wakasema wengine wanasema wema wangu umeniponza, ikawa wema alafu ni majuto baadaye. Kwa wakati huu tutaingia katika maombi, na nitaomba wafuatao wapite hapa mbele, watatuongoza katika maombi.
na wengine pia tukiomba. Nimemwona Mr. Mboje kule nyuma, nitaomba upite hapa mbele, lakini pia nitamwomba pia na Mama Ngusa, na wewe utapita hapa mbele. Mama Ngusa, utaombea malezi ya